Lakini pia niseme tu kwamba karibuni kumetokeza haya mambo kuhusu barabara kwenye pedestrian walk. Tumeona tatizo lilitokezea Mazizini juzi, watu kutolewa namba. Tumemsikia Mheshimiwa Rais akizungumza kwa uchungu. Mimi nilikuwa nataka nimshauri tu Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Spika, unajua sisi Wazanzibari tumezoea na tunaishi kwa vitu kama mazoea. Barabara zilizojengwa ni nzuri sana pamoja na hizi pedestrian, lakini lazima wananchi wetu tuwape elimu. Huyo mtu kama ataweka kifusi katika pedestrian walk, pengine alihitajika yeye atie mchanga katika vipolo ili aweze kutumia na kupata hayo matumizi ya mchanga katika ujenzi ambao anafanya nje ya nyumba yake au katika sehemu yake ya kazi. Kwa hiyo mimi nishauri tu kwamba lazima kuwe kuna elimu ambayo utakaoenda kujaribu kuwaelimisha Wazanzibari. Mimi Mheshimiwa Spika, nimeshuhudia mwenyewe pedestrian walk ya Mazizini, kutoka Mazizini Migombani mpaka unakwenda zako Kilimani. Watu wametengenezwa kupita nje kwenye pedestrian walk ambayo sehemu ya matembezi. Mtu anasimama kabisa, anakimbia kwenye barabara. Tena anatembea kwenye barabara upande wa gari ambazo zinazoenda. Hasa haya kwa kweli pia inabidi tubadilishe utamaduni na mindset yao. The only way we can do it is kuwaelimisha Wazanzibari, kwa sababu watu hawajaelewa bado matumizi juu ya barabara. Lakini pia pasitumike nguvu kubwa katika mambo kutoa plate number. Mtu hapa, kuna mzungumzaji amezungumza, mnampiga mtu fine. Haiwezekani mshahara 300,000 400,000 unataka kumpiga mtu fine 500,000. Unataka aende akaibe? It's wrong. Fine lazima iendane na hali halisi na kipato cha mtu. Kwa hiyo kuna fine za kutoa. Haya, kuna mambo mengine ni ya mahakama. Kama mtu amefanya kitu ambacho amekosea, anahukumiwa kwa kupigwa fine, mahakama itajua, lakini we have to be reasonable. Unampiga mtu fine hali halisi, no, yani unahisi atalipa, lakini unaenda kumharibia maisha yake, kipato chake, wakakope au pengine akaibe. Sasa you're not solving a problem, you are creating a problem on top of a problem. Lakini wale mradi kalipa. Haya mabavu jamani hayana maana, na hatupendi wengine. Mimi sipendi binafsi, kwa sababu naamini watu wana akili zao, ukiwaelimisha watafahamu. Na sisi Wazanzibari tunakubali tukifahamishwa, hatupendi kushindanishwa, tunapenda kufahamishwa, lakini lugha iwe nzuri. Pia hizi barabara za ndani tuzingatie sana. Mheshimiwa Dr. Khalid, mimi nitakuomba tu unite kwa niaba ya wananchi jimbo langu la Tunguu, na njia nyingi za ndani kutoka Jumbi, Tunguu yenyewe, kule kwenye barabara ya Unit 9, barabara ndani maarufu kwa Mpemba. Naomba kule sana, ukipata nafasi watume watu wako. Huko panda Dunga Kinyongo, mimi niko tayari kuja kuchangia fedha. Mheshimiwa Dr. Khalid, hebu nite, yuko mwakilishi uko tayari kutoa chake mfukoni, tushirikiane na serikali. Mbona alipopo kule engineer Cosmos alifanyia kazi nzuri na tukapata gari ya almost 40 za kifusi na nikachangia. Kwa mimi niko tayari kutoa changu nite, lakini sishie hapa. Mheshimiwa Waziri, usinikubalie hapa bajeti yako ukapita ukanisahau. Ujue tu mimi niko kamati ya PSC, tutakutana huko. Kwa hiyo nasema tu kwamba na mimi nipe nikupe, nisaidie na mimi kwenye hizo barabara. Najua mapungufu yapo. Unapoenda sisi huko katika maripoti na sisi tutabebana. Kwa mimi ninachokuomba Mheshimiwa Dr. Khalid, nite, nataka kuona barabara za ndani, mimi nitatoa changu ili tusaidiane. Kwa hiyo utapokuja hapa mimi ukiri hilo tu basi, uniambia Mheshimiwa Simai, nimekusikia na nitatekeleza. Kwa hiyo hapo mimi nitakuwa shakabana kwenye Hansard, ahadi yako nayo.